Bwana, hiyo taarifa inasemekana kuwa ni ya ukweli kabisa kwamba Mabululu yeye ndo anaitaka Dar es Salaam Young Africa, kwa maana kwamba unajua kwa timu kama ya Dar es Salaam Young Africa kwa level iliyofikia, ni timu ambayo imekuwa ni ndoto kwa kila mchezaji ambaye anacheza katika bara la Afrika kutaka kuweza kujitokeza katika ramani ya wanajangwani. Kwa hiyo Mabululu ukimwangalia aina ya uchezaji ambao anaucheza, lakini pia aina ya umri aliokuwa nao, lakini pia hata kariba yake, akija Dar es Salaam Young Africa ataenjoy zaidi. Kwa sasa Mabululu anachezea Ahli Tripoli ya pale nchini Libya, na kwa urefu aliokuwa nao wa mita 1.86 sawa na futi 5 na inchi 12, hii inawezekana kabisa akaweza kuja kukompiti vyema katika kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo mchezaji anapokuwa anatamani kwenda kwenye malisho mengine, mara nyingi zaidi huwa anajipimia sehemu alipo, kiwango alichokuwa nacho, lakini aina ya wachezaji ambao anawaona katika kikosi husika ambacho anakitazamia, kwamba alikuwa namna gani anaweza akapata nafasi na kuweza kuonyesha kile ambacho yeye anaamini kwamba dunia inatakiwa ione. Kwa sasa Mabululu yeye ndo ameonyesha interest zaidi ya kuhitaji huduma yake aweze kuitoa ndani ya Dar es Salaam Young Africa, lakini mpaka anaingia mtamboni bado Yanga hawajaonyesha interest yoyote juu ya Mabululu. Lakini za ndani kabisa kuna baadhi ya wachezaji na baadhi ya viongozi ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa wameanza kuchochea ujio wake, na kuna wachezaji ambao siwezi kuwataja kwa majina ambao wapo ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa wamekuwa na urafiki mkubwa na Mabululu na wamekuwa wakiwasiliana zaidi. Wao pia imetumika kama sababu ya kuweza kushawishi Mabululu aweze kuingia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Lakini kwa sasa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wangu, siwezi kuwataja wachezaji hao, lakini kuna wachezaji watatu ambao wako ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Wao pia wamekuwa sehemu ya kuweza kushawishi uongozi wa Dar es Salaam Young Africa kuweza kumfikiria Mabululu. Na pia ukiangalia kwa sasa Dar es Salaam Young Africa, mchezaji ambaye yupo katika kutiukavu la kuweza kuondoka ndani ya kikosi sehemu ya ushambuliaji ni Kennedy Musonda, kwa maana kwamba paka sasa hayupo katika eneo salama zaidi la kusalia. Lakini Clement Walidi Mzinze ni biashara inakwenda kufanyika. Kwa hiyo moja kwa moja Prince Mpumelelo Dube, mtoto wa mfalme, yeye ndo anasalia kwenye kikosi kuwa kama mshambuliaji kinara. Lakini pia ukiangalia kuna mchezaji ambaye anahusishwa wa Singida Black Star, huyu Jonathan Soa, kwamba yeye huenda akaja kuwa sehemu ya mrithi wa Clement Walidi Mzize ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Lakini kwa sasa tunamwona Mabululu Mwangola huyu anaonyesha interest ya yeye kuja ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo niliyokuwa nayo na ndio ambayo nimetamani kuja kukuletea Mwanasport. Ukiangalia kwa aina ya wachezaji ambao wanacheza Afrika kwa sasa, kwenye soko la wafungaji limekuwa ni soko gumu sana. Wewe mwenyewe utakuwa shahidi, ukiangalia aina ya wafungaji kwa sasa wamekuwa ni wachache, na kwa sasa wale wafungaji ambao wanasema kama forward passe wamekuwa wamepungua zaidi. Wengi ni false number 9, wengi ni viungo wachezeshaji ndio wamekuwa matop scorer, ndio wamekuwa wakizisaidia timu zao kwenye kufunga. Kwa mfano ukirejea hawa Stella Bochi ambao wanatokea pale nchini Afrika Kusini, top scorer wao ni Vivian, ambaye Vivian ukimwangalia sio mshambuliaji passe, ni kiungo ambaye anatokea pembeni, lakini amekuwa ni mtu ambaye ana madhara zaidi katika eneo la mwisho. Kwa ukija kuangalia pia upande wa Dar es Salaam Young Africa, top scorer wao msimu uliopita alikuwa ni mchezaji nyuma ya mshambuliaji wa mwisho Stefan Aziz Ki. Ukiangalia kwa sasa hivi top scorer ambaye yupo katika ligi kuu Tanzania bara ni Jasha Aua, akiwa pamoja na Prince Mpumelelo Dube. Ukimwangalia Aua sio mchezaji ambaye wa mwisho forward passe katika ufungaji, lakini anashindana na wale maforward ambao ni asilia. Kwa soko la namna kama hii, kwa ukimpata mchezaji kama Mabululu moja kwa moja kwa Dar es Salaam Young Africa inakwenda kuwa ni faida, inakwenda kuwa ni sehemu ambayo wanaweza wakanufaika zaidi kama watahitaji huduma yake. Ingawaje ndani ya Dar es Salaam Young Africa mpaka sasa bado wanao mafuadi wazuri zaidi. Kama watagairi mpango wa kuweza kumuondoa Clement Mzinze
na kama wataendelea kumbakisha Prince Mpumelelo Dube, lakini kama watafanikiwa mpango wa kuweza kumleta Jonathan Soa, bado Yanga watakuwa katika eneo salama zaidi. Lakini kama wataopti kuweza kuto kumleta Jonathan Soa, wakasema tunaweka international players wawili katika eneo la mwisho, Prince Dube pamoja na Mabururu, inaweza ikawa faida zaidi. Lakini katika hali ya kufanya monitoring inakuwa haina afya sana kwenye mpira wetu, kwa sababu Mabururu hatujamshuhudia mara nyingi zaidi akicheza, lakini Jonathan Soa ni mchezaji ambaye tumemshuhudia akicheza tena against Yanga wenyewe na aliweza kuwaadhibu. Na kwa sasa anacheza katika ardhi ya Tanzania, ameingia kwenye dirisha dogo, ana magoli 9 mpaka sasa, akiwa nyuma ya mfungaji kinara kwa magoli 3, na ukiangalia mechi zilizocheza ni mechi chache. Kwa hiyo kwa namba zake zinambeba zaidi kuliko Mabururu ambaye unaona kabisa kwamba hata akiwa pale Al Tripoli namba zake za ufungaji zimekuwa za chini zaidi. Lakini kikubwa ambacho kinakwenda kuathiri zaidi mpango huu ni umri, sababu hata pia kuna kiongozi wa Yanga nimemsikia umri wake Mabururu unakwenda kumweka katika njia panda zaidi kujiunga na Dar es Salaam Young Africa, kwa maana kwamba Yanga wanapenda sana long term program kuliko short term program. Kwa hiyo kwa umri aliokuwa nao Mabururu, sioni nafasi kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Lakini pia kwa aina ya washambuliaji ambao Yanga wanawataka, pia sioni moja kwa moja nafasi yake kiingia ndani ya kikosi cha Dar es Salaam Young Africa. Frankly speaking, Jonathan Soa yuko sahihi kabisa kuweza kuingia ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa kwa sababu moja. Kwanza ni mchezaji ambaye ameshacheza against Yanga katika michuano ya kimataifa, akiwa nchini Ghana aliweza kuadhibu Yanga. Lakini pili, ameweza kuja katika ardhi ya Tanzania na ameweza kucheza pia against Yanga hao katika mechi ya kirafiki, tumeona uwezo wake. Lakini pia ameweza kuadhibu katika mechi ya ligi kuu, akiwa amecheza kwa mara ya kwanza katika ligi kuu akiwa ndani kikosi cha Singida Black Star, na aliweza kuadhibu Yanga. Wanafunga 2-1, goli moja ambalo limefungwa ni goli ambalo limefungwa na Jonathan Soa, na ukiangalia aliingia kipindi cha pili kwa kufanywa mabadiliko. Kwa hiyo hakupata muda mrefu wa kucheza ndani ya kiwanja. Kwa muda ambao alicheza dakika 18 ambazo alizicheza ndani ya kiwanja, sababu aliingia dakika 72 akafunga goli dakika 81. Kwa hiyo katika dakika chache ambazo amezicheza, dakika 9 alizocheza katika kiwanja zilitosha kabisa kuweza kumfanya Didi Diara kuokota mpira wavuni. Kwa hiyo kwa staili kama hiyo inatosha kabisa kwa Yanga kuweza kuopti kumchukua Jonathan Soa kuliko kumchukua Augustine Mabururu. Ukiangalia kwa Yanga kwa sasa hivi, ukiangalia ni ile programu yao ambayo walikuwa wameiweka, ilikuwa ni programu kubwa sana, kwa maana ya kwamba walikuwa wamewakusanya wachezaji wengi wenye viwango bora sana. Utakuwa shahidi katika msimu uliopita ana ongezeko la Clatous Chota Chama. Watu wengi walikuwa wanauliza inakuwaje, kuna Chama, kuna Pacome, kuna Ziziki, watacheza vipi au kuna Maxim pia Zengero, itakuwaje? Baadaye akaja akaongezeka tena Duke Abuya. Kwa sasa hivi unaona ujio wa Duke Abuya unakwenda kumpa wakati mgumu Mudathiri haya kupata nafasi. Na ukiangalia Mudathiri haya katika msimu uliopita alimaliza na magoli 9 akiwa anamfukuzia kabisa top scorer. Na ukiangalia pia Mudathiri haya ameweza kufunga katika mechi muhimu ambazo Yanga unaona kabisa walikuwa wameng'ang'aniwa katika mechi ambazo walikuwa wang'ang'ania kupata matokeo. Kwa namna moja au nyingine unaona kabisa Yanga kikosi chao ni bora, Yanga kikosi chao ni imara. Kwa hiyo hata anapokuja kupungua Stefan Aziz Ki, bado huko kuna wachezaji ambao uwepo wa Stefan Aziz Ki walikuwa wanashindwa kuonyesha uwezo wao mkubwa kutokana na mambo makubwa ambayo anafanya Aziz Ki. Naamini akiondoka Stefan Aziz Ki, Pacome Zouzoua atakuwa na nafasi kubwa ya kuweza kuonyesha ufalme wake, lakini Clatous Chota Chama pia naye atakuwa na uwezo mkubwa kuonyesha uwezo wake. Lakini bila kusahau pia local player Zanzibar Finest huyu Feila Sufi, naye pia akija ndani ya viunga vya Dar es Salaam Young Africa, Yanga bado itaendelea kuwa na ubora na moto ule ambao kikosi ambacho kipo. Lakini pia ukiangalia wachezaji wengine ambao wanawazungumzia kuja katika viunga vya Dar es Salaam Young Africa, ukimwangalia kama Eka Angel ambaye anatokea pale ASEC Mimosa, naye akija ni mchezaji ambaye anacheza nyuma ya mshambuliaji kinara. Kwa hiyo bado itakuwa ni sehemu nzuri ya Dar es Salaam Young Africa kufanya mambo makubwa zaidi.
Kutana na MC Cisco, MC ambaye atasimamia sherehe yako kikamilifu na kuifanya iwe na viwango vya kimataifa. Kutokana na uzoefu alionao katika tasnia ya UMC, uandishi wa habari na utangazaji. Ukiwa na harusi, send off ama events mbalimbali, muite naye atakuhudumia. Pia ana huduma za picha pamoja na video zenye ubora wa HD. Ana sound ya mziki mkali pamoja na DJ anayekizi vigezo vya DJ. Ofa sasa, usafiri bure kwa maharusi, zawadi ya picha mbao kwa maharusi, bila kusahau photo magazine. Kama unahitaji sherehe yako ionekane ya kisasa, jibu ni Cisco J Entertainment. Wanafanya kazi ndani na nje ya Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi piga 0782055044 au tembelea kurasa yake ya Facebook Nicholas Johnny, Instagram Cisco J_5. MC Cisco, Master of Ceremony.